Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani inapambana kuhakikisha inawaua makamanda wakuu wa IRGC wa makamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, Marekani wakati huu imeweka dau nono kwa ajili ya utoaji wa taarifa kuhusu makamanda wakuu wa IRGC, angalau zawadi ya dola milioni 10. Vyombo vya habari nchini Marekani vimeeleza kwamba taifa hilo limetoa zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa taarifa zitakazowezesha kutambuliwa au mahala pa makamanda wakuu watano wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC. Mpango wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Tuzo kwa Haki ulisema mnamo Jumatatu. Mpango huo ulimtaja kamanda wa IRGC Ahmad Vahid, mkuu wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya Ali Abdullah, kamanda wa jeshi la wanaanga la IRGC Said Aghajan, lakini pia mkuu wa kamandi ya kielektroniki ya IRGC Hamid Reza Zolasgharian na kamanda wa ofisi ya ujasusi ya IRGC Majid Khadem. Watu hawa wanaamuru na kuelekeza sehemu mbalimbali za jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC ambalo linapanga na kutekeleza ugaidi kote ulimwenguni. Reward for Justice ilisema kwenye mtandao wa kijamii wa X nchini Marekani. Watu wanaotoa taarifa zinazoweza kutekelezeka wanaweza pia kuhitimu kupata usaidizi wa kuhamishwa pamoja na zawadi za kifedha kulingana na mpango huo. Toleo la hivi punde linakuja huku kukiwa na mvutano unaoendelea kati ya Washington na Tehran na kufuatia juhudi za awali za Marekani kukusanya taarifa kuhusu maafisa wakuu wa Iran na takwimu za IRGC. IRGC imeteuliwa na Marekani kama shirika la kigaidi tangu mwaka 2019. Washington imekuwa ikishutumu mara kwa mara jeshi hilo na matawi yake kwa kuunga mkono makundi yenye silaha na kuendesha operesheni zinazotishia wafanyakazi na miundombinu ya Marekani. Makamanda kadhaa wa IRGC waliuawa katika nyakati tofauti ikiwa ni nyakati za vita. Hata hivyo, Qasim Suleiman, mmoja kati ya makamanda wa IRGC, waliuawa huko nchini Iraq kwa maelekezo ya Rais Donald Trump wakati wa muhula wake wa kwanza mnamo mwaka 2019. Lakini hata hivyo, katika nyakati za vita, makamanda wakuu wa jeshi la Iran waliuawa kwa kulengwa wakati wa siku ya kwanza ya mashambulizi yaliyotekelezwa na Marekani na Israel katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini kuuawa kwa makamanda hao hakukuifanya Iran kutetereka na iliamua kupambana vilivyo hadi wakati ambapo Marekani na Israel zikaamua kusitisha mashambulizi dhidi ya taifa hilo la Kiajemi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote ujue ni nini kinacho